Yani sio Tanzania tu, Afrika, kupush album zima kwenda ni kitu kigumu sana. Kwako kama manager umejipanga vipi na kuna mikakati gani ambayo mmeweka kuhakikisha hii album inasonga yote kwa pamoja? Okay. Bana, mikakati tulipanga katika album ya Mediboshen ya Bongo kwenda mbele ni mikakati ambayo kwanza tunawaza mbali, kuipushi nje hata ya mipaka. Lakini pia kama tulivyokaa na msanii wetu pia Boshen na Vent Skills kama company, tukaona mteja wetu, ndio maana tumeamua kuuza door to door. Door to door tunavyofanya hiyo business, ina maana shabiki yetu sisi anatufuata physically. Tunamuona huyu hapa ananunua album kwa shilingi 15,000 na huenda kaiona katika matangazo ya digital platform na vitu kama hivyo. Anachukua namba, anapiga simu, nataka album na vitu kama hivi. Umeelewa? Kwa hiyo impact tunaiona katika hii album, kwa sababu hatuuzi hapa tu Morogoro, wapi tunatuma package mpaka mikoa, Tunduma, Zanzibar, wapi, umeona. Kwa hiyo ukishaona simu zinavuka hadi Zanzibar zinaenda wapi, kwa hiyo ujue kwa kitu kinasikilizwa na kitu kinapushiwa, kinaenda mbali zaidi. Okay. Na gharama album ni 15,000 ambayo unapata package ya ngoma na unapata 15,000. Ndio maana kwamba tunauza hard copy na soft copy. Kwa hiyo it depends, lakini kwa sasa ukinunua hiyo kwa 15,000, kuna mtu ananunua soft copy lakini huenda anataka hard copy. Umeona, kwa tumetengeneza flash disk ambazo mteja atataka hard copy anapata. Sawa. Hivi nini kilisababisha siku ile, maana siku ya uzinduzi niliona uliperform ngoma chache, yani haukuweza kumaliza album yote, kwa nini? Okay. Album ile ilifanyika live. Kwa hiyo tulipractice nyimbo nyingi kutokana na time. Tukachagua nyimbo chache, nyimbo 6 nyingi sana katika album. Ukizingatia performance ya bendi, nyimbo moja ni dakika 3, unaweza kuperform hata dakika 7. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ukipiga 7 mara 6 utajua nimekaa stage ni muda gani. Kwa hiyo ni ngoma nyingi sana. Kuna maana baada ya pale nilikutana na baadhi ya wadau, ni kama wana uhitaji wa matukio kama yale kufanyika kwenye maeneo yao. Kuna mpango wa kuendelea labda kuwafikishia wale mashabiki ambao walishindwa kuja Ketetel siku ile? Okay, tupo tuna plani tufanye launching nyingine, lakini inaweza ikawa nje ya mji au hapa. Itategemea na mapokeo ya watu. Umeelewa vizuri? Lakini so far so good. Kwa kile tulichokifanya na kikubwa sana. Ni kikubwa sana kabisa. Yani ninachomaanisha ni kwamba mashabiki zako mfano kwa hapa tu ndani ni wengi sana ukilinganisha na wale ambao walikuja, si ndio? Wengine pengine hawakupata nafasi ya mvua na nini. Ila mvua si inaniliwa. Mvua ilisimamishwa siku ile. Mvua tunasimamisha sehemu ya tukio la sinema. Maana siku ile ukiuliza Kionda mvua ilikuwa inanyesha. Okay, ilisimama tu na neno. Lakini hata kama wangekuja wote pale wasingetosha sasa. Wasingetosha, tusingeweza kuweka. Kabisa. Kwa hiyo kuna mpango kama team kuhakikisha mnafanya hayo matukio. Vitakuja vitu vingi baada ya hiyo uzinduzi. Cha kwanza kilikuwa ni uzinduzi. Kwa baada ya uzinduzi kuna vitu vingi, schedule na vitu vingi. Kwa hiyo watu wawe attention kusikiliza, kupata updates ili kujua nini kinaendelea. Bana, big time. Kali sana. Sasa Medi, nafikiri hapa itabidi tuongee kidogo kwenye mdundo. Vitu vikae poa bana. Najua kija hapa vitu itabidi vikae katika line yake. Hapa itabidi nikurudishe nyuma kidogo na kurudisha kwenye album yako ya pili MVP, na nagusa ili bwana Nego wamehusika huko ndani. Napenda. Hii track inaitwa Napenda. Nafsi napenda vitu vingi sana. Ila sikiza ninachokipenda mimi. Sikia. Napenda pesa kama gari Lexus, life plan luxury kama tupo Vegas, siku inakuwa mwaka kama tupo Venus. Unajua mimi ni famous.
Napenda bia pia, napenda wale wanaonipenda pia, napenda vile vitu vinavutia, sikia, naipenda Tanzania, that's why niko na love na Samia. Yo, napenda hard liquor, napenda new sneakers, napenda open shoes, napenda sleepers, napenda new cars, napenda pictures, sometimes wanasema napenda sifa, napenda good time, unajua life iko short, go and spend your money, kipata time ya kutop, catch a moment, take your time, alafu post kile kitu na like most, chumba magari na muziki, nikivipata siridhiki, na zikipanda sijishiki, mabebebebe kwichi kwichi, napenda weekend niwe kiwanja, maisha mafupi mzee, watu wanadanja, napenda peace flan modo, napenda mambo ya masotojo, wali na maharage rojo, pembeni ndizi flani ama embe flani dodo, napenda mogo, gali flani wa muogo, na napenda starehe kuliko kazi na mwazi, maneno mengi kama ndonga mtu kazi, napenda furaha sauce manzi, napenda la flan simple, kasi na nakausha natumia kama kipo, kwenye lafyo hard time ipo, ukipata time tuna enjoy na my people, life iko very technical, mana friend ataka small things, napenda kudrink na kusmoking, napenda jogging, napenda shopping, napenda mambo flirty. Bana, ni ngoma ambayo inatoka kwenye album ya MVP, ni album ya pili ya Medibotion, inaitwa Napenda, wameshirikishwa Nego Mundani, moja kati ya ngoma kali sana, lakini unajua vitu vinazidiana. Album ya Bongo ukiipata sasa hivi utaenjoy na ngoma 17, na katika hiyo album wasanii ambao wamesikika ni Nego ambao mwashirikisha, kuna Nego, kuna Nicki Bish, kuna Fid Q, kuna Monta D, kuna Rota, kuna T Sigwa, kuna Mash J, kuna Experience, kuna Ranto Jasiri, kuna watu kibao wengine album is a package imejaa. Na Fid ndio amefungua album. Fid ndio kafanya intro ya album. Kwa hiyo ni kwa heshima, shout out Farid Kubanda. Bana, bab kubwa, time yetu inakimbia sana, Kamsi itabidi aje hapa. Cha kumalizia sasa hapa tuenzetu kwa wote, tuanze na manager David Davinho, Brazili, kuelekea kwenye mbio za promotion, maana sasa hivi ndio tuko kwenye mbio za promotion ya album, si ndio na wanasema fanya vitu vyote, ugumu unapatikana hapo kwenye sanaa. Sasa hivi ugumu unapatikana kwenye promotion, kuelekea kwenye mbio za promotion. Nini mnafanya kuhakikisha mashabiki wote wanafikiwa na bongo ya Medibotion? Bwana, nashukuru sana. Sisi kama team tumeshapanga strategies kubwa sana za kupush album katika nyanja tofauti, na mimi Ventia na majukumu yake kulingana na production, na Boshen pia naye hata kama ni artist lakini ana majukumu yake kuhakikisha bongo inaenda mbele, au sio bwana? Kwa hiyo sasa watu wakae tu mkao kula, wafuatilie kwenye mitandao, wa stream, wawe awareness na album na kila kitu. Maki itakuja kuwa released baadaye huko kwenye digital platform, lakini ni baadaye sana. Cha msingi tu tunawashukuru sana kwa kutukimbilia, tunashukuru sana kwa kusupport hichi tunachokifanya. Yani it's just a little bit but very classic, very heavy. Umeelewa? Yani tunategemea makubwa sana, lakini kama Boshen alivyosema, yani we must have our own classic kitu ambacho hata wao wenyewe wakubwa walioko huko wanaona pale kwa jamaa wako serious sana. Kwa salute sana, keep it on. Ukiona kwenye maelezo watu wameingiza mpaka na lugha ya kigeni, unajua hicho kitu kinawekewa mkazo zaidi. Mkazo unaongezeka. Hiyo Venti kama producer, mimi napenda tu kuwashukuru watu walio support kwa namna moja ama nyingine, waliofika wakuweza kufika, walitushauri. Tunashukuru na mengi mazuri yanakuja. Kwa hiyo huu ni mwanzo tu, kwa hiyo ategemee vitu vingi vizuri kutoka kwa Medi, kutoka Kwanza Records na management kwa ujumla.
Sawa, kuna mshikaji yuko Mbeya anaitwa Tedius. Of course huyu ni reporter wetu wa Mbeya. Tedius anasema wakati umetaja zile ngoma mbili kwamba Mbagala na Chanika, yeye alikuwa hajawahi kusikia. Ndo ananiambia hapa kwamba nimetoka kuisikiliza Mbagala, nasikia kama kuna yani kuna baadhi ya vitu vimetoka kwenye ngoma ya Diamond, kama melody fulani hivi umekichukua kwenye ngoma ya Diamond. Is it? Sio melody, ni idea. Mnajua Diamond alizungumzia Mbagala kama sehemu fulani. Sehemu fulani hivi kutu Mbagala ni kwa hiyo ni bite feeling, sio ni feeling nilichokibite ndio kitu chokipata. Anasema haiwezi kuja kuleta shida, maana wengine tunaumia sana tunapoona wasanii ambao wanapambana wanakuja kukwamishwa na wasanii ambao wamefanikiwa. Ni feeling, yani ni feeling. Yani nilichokichukua ni feeling, sio ukisikiliza iko tofauti. Haiwezi kuleta noma yani. Haihusiani. Okay, sawa. Babu kubwa. Bana Tedius, asante sana kutoka Mbeya 98.9. Huyu ni reporter wetu bana wa Mbeya, and watu wa Mbeya mpeni support mwanetu. Tedius Simfukwe. Medi, tumezungumza mengi sana. Mashabiki wanakusikiliza sasa hivi wa Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Iringa, Tanga na Kilombero. Bwana, kwanza kitu kizuri niseme ninashukuru sana kwa mashabiki, marafiki pamoja na familia yote kwa ujumla, watu wote wanaosupport kazi yangu ya sanaa kwa namna moja au nyingine. Nashukuru kwa kulifanikisha hili, tumeanza vizuri. Unajua ni baraka, mimi nasemea ni baraka. Kwa hiyo kwa wale wote ambao kwa namna moja au nyingine wametoa nguvu yao, Mwenyezi Mungu atawalipa kwa nafasi yao. Amen. Kwa hiyo ni bless. Waendelee kusikiliza magoma, waendelee kununua album pamoja na t-shirts zinapatikana. Nimeachia Chanika pia na official video. Kwa hiyo tumeachia track pamoja na video yake. Kwa hiyo waendelee kusupport kwa YouTube, waangalie chupa moja kali sana na hela nyingi. And Chanika ni ngoma kali sana bana. Ngoma kali kinoma noma, ni moja kati ya video, na maanisha video ni kali sana. Ile chupa inawezekana likawa ndio chupa lako la kwanza kufanya kali katika chupa zako ambazo nimeziangalia. Recently labda kwa sasa hivi ni chupa kali. Ngoma kali, chupa kali sana. Sharo sana kwa director. Ni Icon sio Icon. Wanaitwa Sini Hood. Dante. Dante ndo mtu mbadi yule aloua. Bana, sharo sana kwa Dante na Sini Hood.